Bora matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chao kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka kwenda kupokea taarifa yetu ya habari. Muda huu ambapo basi ni Afrika leo mchana. Natumai wewe na hali yako, mambo yako yanakuendea vizuri na umejiandaa kuweza kupokea taarifa, lundo la taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ili uweze kufahamu yale ambayo yanajiri katika maeneo yote kote kote duniani. Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ukweli na burudani tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Urusi ilidungua ndege ya Malaysia Airlines MH17 na shirika la Umoja wa Mataifa limesema. Raia wa Marekani na Israeli aungana tena familia yake baada ya kuachiliwa na Hamas. Waafrika Kusini walio wazungu wa asili Marekani chini ya mpango wa wakimbizi wa Trump. Rapa Tory Lanez akimbizwa hospitalini baada ya kudungwa kisu mara 14. Waasi wa Houthi wakubali kuachana na mapigano. Wafanyakazi wa nyumbani Saudi Arabia wanapitia unyanyasaji. Duterte ashinda uchaguzi wa meya akiwa The Hague. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wametishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi katika mkutano muhimu uliofanyika jijini London, Uingereza. Na viongozi kadhaa wa nchi za Afrika wamekusanyika katika jiji la Abidjan huko Ivory Coast katika kongamano kubwa la 12 la kiuchumi lililoanza Mei 12 na linatarajiwa kumalizika hii leo. Naam. Na tumai ubweri wafe pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye lisa lizima la habari zetu Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mashambulizi ya anga ya Israeli dhidi ya hospitali ya Nasa kusini mwa Gaza yamesababisha kifo cha mwanahabari mashuhuri wa Kipalestina. Duru za matibabu na mashuhuda wa tukio hilo wamesema Hassan Aslin ambaye alikuwa akitibiwa majeraha ya shambulio la awali la Israel alilengwa katika kile washahidi walieleza kuwa ni shambulio la ndege isiyo rubani katika kitengo cha upasuaji cha hospitali hiyo. Daktari wa hospitali hiyo amethibitisha kuwa Asli alikuwa amelazwa kwa karibu mwezi mmoja baada ya kunusurika shambulio la anga dhidi ya kituo hicho cha afya mwezi Aprili. Jeshi la Israel hapo awali lilishutumu Aslin kwa kuhusika katika shambulio la Oktoba 7 la Hamas dhidi ya Israel.
waandishi kadhaa wamejeruhiwa katika shambulio la Israel la mwezi Aprili. Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte amechaguliwa tena kuwa meya wa jiji la Davao licha ya kufungwa huko The Hague kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwa zaidi ya 60% ya kura zilizopigwa, Duterte, miaka 80, aliongoza kwa takribani kura 405,000 mbele ya mshindani wake wa karibu aliyefuata na kura 49,000, kulingana na matokeo yasiyo rasmi kutoka kwa tume ya uchaguzi iliyochapishwa na vyombo vya habari eneo hilo. Duterte alikamatwa na kusafirishwa The Hague mwezi Machi kutokana na kile alichokiita vita dhidi ya dawa za kulevya, ambapo maelfu ya watu waliuawa kwa kupigwa risasi mitaani. Lakini licha ya madai hayo ambayo Duterte amekanusha, wachambuzi wamesema kukamatwa kwake kumezidisha uungwaji mkono kwake na familia yake. Shirika la Amnesty International limesema kuwa wanawake wa Kenya ambao hauajiriwa kufanya kazi nyumbani nchini Saudi Arabia hulazimika kuvumilia mazingira ya kazi ambao ni ya kikatili na kibaguzi. Ripoti hiyo imeangazia namna waajiri walivyonyanyasa wanawake hawa majumbani mwao kutokana na mitazamo ya ubaguzi wa rangi na namna ya wafanyakazi wa nyumbani wanavyotengwa na sheria ya kazi na mageuzi yanayohusiana na kazi nchini Saudi Arabia. Undani simulizi za wanawake wa Kenya waliorejea kutoka Saudia, ambapo walikuwa wakisaidiwa na mashirika ya kibinadamu kutokana na ukatili waliokumbana nao. Mara nyingi walilazimika kufanya kazi ngumu kwa mshahara mdogo, ambapo kwa mfano waliambiwa wangeajiriwa kama walimu, lakini walijikuta wakifagia, kupika na kutunza watoto. Wakiwa kwenye nyumba za waajiri wao, wanawake walizuiwa kufanya mambo mengine ikiwemo kunyimwa faragha. Hawakuruhusiwa kutoka nje isipokuwa wakiwa wameandamana na mwajiri, huku wachache hawakuwahi kabisa kuruhusiwa kutoka nje. Amnesty International inapendekeza Saudi Arabia iwalinde wafanyikazi wa nyumbani chini ya sheria ya kazi kama inavyowalinda wafanyikazi wengine, na upande wa Kenya ishirikiane na Riyadh kuweka mikakati ya usalama kwa wafanyikazi hao kabla ya kuondoka na wanapokuwa kazini. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wametishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi katika mkutano muhimu uliofanyika jijini London, Uingereza. Aidha, wanadiplomasia wameituhumu Kremlin kwa kile wanachokiita kufanya michezo kuhusu mazungumzo ya amani na Ukraine. Katika taarifa ya pamoja baada ya mkutano wao katika mji mkuu wa Uingereza, mawaziri hao wa mambo ya nje wameeleza wasiwasi wao kwamba Urusi haijaonyesha nia ya dhati ya kupiga hatua, kwamba Moscow kwa upande wake imepuzilia mbali shinikizo kutoka kwa viongozi wa Ulaya la kuitaka kukubali mpango wa usitishwaji mapigano kwa siku 30 bila masharti yoyote kuanzia jana Jumatatu, ikisema Urusi haitakubali vitisho. Wakati hayo yakiarifiwa, rais wa Urusi Vladimir Putin amepuuza wito wa hivi karibuni wa kusitisha mapigano kwa kufanya mashambulio mapya nchini Ukraine, na pia bado hajajibu ombi la rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kutaka kukutana naye ana kwa ana kwa mazungumzo. Viongozi kadhaa wa nchi za Afrika wamekusanyika katika jiji la Abidjan huko Cote d'Ivoire katika kongamano kubwa la 12 la kiuchumi lililoanza Mei 12 na linatarajiwa kumalizika hii leo. Kauli mbiu ya kongamano la mwaka huu ni je, makubaliano mapya kati ya serikali na sekta binafsi yanaweza kulipa ushindi bara la Afrika? Kongamano hilo pia linahudhuriwa na wafanyabiashara, wawekezaji na watunga sera kutoka Afrika na duniani kote wapatao 2,000. Kizungumza katika kongamano hilo na rais wa Rwanda
Paul Kagame amehimiza kwamba nchi za Kiafrika zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja na nchi nyingine kwenye jukwaa la kimataifa lenye maslahi sawa, huku akiwatahadharisha kuwa nchi za Afrika haziwezi kuendelea kutegemea kile ambacho wengine wanasema au kufanya kuhusu nchi hizo, na kwamba Afrika lazima ifafanue ni mwelekeo upi inataka kuchukua. Ndege ya Rais Donald Trump Air Force One imetoa hivi punde nchini Saudia na kuanza ziara ya kwanza kuu ya kimataifa ya rais huyo wa Marekani katika muhula wake wa pili. Donald Trump na mwanamfalme Mohammed bin Salman wamekutana katika mkutano wa kwanza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pia yuko kwenye mkutano huo. Oman imetangaza wiki iliyopita kuwa imeanzisha mapatano kati ya Marekani na waasi wa Houthi nchini Yemen kufuatia wiki 7 ya mazungumzo. Trump amesema wiki iliyopita kwamba waasi wamekubali kuachana na mapigano. Tangu Novemba mwaka 2023, Wahouthi, kundi la waasi wanaoungwa mkono na Iran waliodhibiti sehemu kubwa ya Yemen, wamekuwa wakishambulia meli katika bahari ya Shamu, wakionyesha kuunga mkono Palestina huko Gaza. Chini ya rais wa zamani Joe Biden, Marekani ilianzisha mashambulio dhidi ya waasi ambayo yameongezeka chini ya Trump. Jeshi la anga la Uingereza pia limefanya mashambulio katika wiki za hivi karibuni. Wahouthi waliwahi kusema kuwa Marekani ilibadili msimamo wake na kwamba makubaliano hayo hayajumuishi makubaliano ya kukomesha mashambulio dhidi ya Israel. Tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania Jumatatu wiki hii ilitangaza uundwaji wa majimbo mapya 8 ya uchaguzi, ambapo sasa yanafanya nchi hiyo kuwa na jumla ya majimbo 272 kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji mstaafu Jacobs Mwambegele, hatua hii imekuja kufuatia maoni ya wadau yaliyotolewa kuanzia Februari 26 hadi Machi 2 mwaka huu. Katika taarifa yake, Jaji Mwambegele amesema tume ilizingatia vigezo kadhaa kuamua, ikiwemo idadi ya watu wanaozidi 600,000 katika maeneo ya miji na 400,000 katika maeneo ya vijijini. Hata hivyo, tangazo hili tayari limeibua mjadala miongoni mwa raia, baadhi wakihoji haja na ulazima wa kuongeza majimbo, huku wengine wakiunga mkono. Kwa muda sasa, mashirika kadhaa ya kiraia na baadhi ya vyama vya upinzani nchini Tanzania wamekuwa wakipinga kuongezwa kwa idadi ya wabunge, baadhi wakipendekeza hata idadi iliyopo sasa kupunguzwa. Kwa sasa bunge la Tanzania lina jumla ya wabunge 397 wa kuchaguliwa na viti maalum, na nyongeza ya majimbo 8 inamaanisha kutakuwa na wabunge 405. Kati ya majimbo 272, 222 yako Tanzania bara, huku 50 yakiwa Zanzibar. Zaidi ya watu 100, wengi wao wakiwa wanajeshi, wameuawa katika shambulio lililofanywa na kundi moja lenye itikadi kali huko kaskazini mwa Burkina Faso, kulingana na vyanzo kadhaa vikiwemo mfanyakazi wa misaada na wakazi wa eneo hilo. Mashambulio hayo yalitokea mapema siku ya Jumapili na ya kulenga maeneo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kambi ya kijeshi na mji wa kimkakati ya Jibo uliozingirwa kwa muda mrefu. Kundi lenye itikadi kali lenye mafungamano ya Al-Qaeda linajulikana kama Jamaat Nasr Islam al-Muslimin au JNIM limedai kuhusika na shambulio hilo. Rekodi mpya waangalizi wa kimataifa inaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 83 wamekuwa wakimbizi ndani ya nchi yao kwa mwaka uliopita, mwaka 2024, kutokana na migogoro inayoendelea, majanga na mabadiliko ya tabia nchi. Kulingana na ripoti hiyo, idadi ya wakimbizi ya ndani zaidi ya milioni 83.4 walioandikishwa mwaka uliopita ni sawa na wakazi wote Ujerumani, huku kukiwa na watu wengi wanaokimbia makazi yao kutokana na migogoro kwenye maeneo kama vile Sudan na Gaza, pamoja na mafuriko na vimbunga vikali. Huko nchini Libya, mapigano yamezuka tena katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tripoli, baada ya taarifa ya kuuawa kwa kiongozi wa kikosi maalum cha usaidizi.
Vifaru vya Libya na magari ya kivita yameonekana katika mji wa Tripoli siku hii ya leo Jumanne, baada ya kuzuka mapigano yaliyotokea kutokana na ripoti kwamba kiongozi wa kikosi maalum cha usaidizi SSA Abdullah Ghan Kinkli maarufu kama Ganiwa ameuawa. Milio ya risasi isikika katika mji wa Tripoli na maeneo mengine ya mji mkuu huo wa Libya. Wataalamu wa masuala ya kodi kutoka kila pembe ya bara la Afrika wamekutana mjini Pretoria, Afrika Kusini, kutafuta suluhisho la kuziba mianya ya upotevu wa mapato ambayo yangezisaidia serikali za bara hilo kutoa huduma za uhakika kwa umma. Mkutano huo unafanyika katika wakati ripoti iliyotolewa inaonyesha Afrika hupoteza kila mwaka mabilioni ya dola kila mwaka kutokana na mifumo dhaifu ya kudhibiti mapato. Wanadiplomasia wa nchi za Umoja wa Ulaya nchini Uganda wamelalamikia kuhangaishwa kwa wanasiasa wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Februari mwakani. Wakiongozwa na mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya nchini humo, Balozi Jan Sadek, wanadiplomasia walikutana na kwa mazungumzo na Bobi Wine, kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo. Kauli hii inawadia wakati huu mlinzi wa Bobi Wine akiendelea kuzuiwa huko mwanasiasa mkongwe Kizza Besigye akisota rumande kwa tuhuma za uhaini. Pamoja na uongozi wa chama cha NUP tumejadili hali ya mambo nchini Uganda na jinsi hii itaathiri uchaguzi unaotarajiwa mwaka ujao. Tumeona mwaka huu kumetokea vurugu kwenye uchaguzi mdogo wa jimbo la Kawempe Kaskazini, na tumejadili na kuelezea wasiwasi wetu kuhusu hilo, pamoja na hivi karibuni uingiliaji kati wa vyombo vya usalama dhidi ya harakati za chama, na tumeelezea wasiwasi wetu juu ya hilo pia. Hii haionekani kuelekeza kwenye uwanja ulio sawa, ambayo ni muhimu sana katika nchi inayoelekea kwenye uchaguzi. Tunatoa wito kwa vyama vyote vya kisiasa nchini Uganda kuheshimu maadili ya demokrasia na kushiriki katika uchaguzi huo kwa utulivu ili kupata matokeo ya haki na ya kuaminika. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza mkakati mpya wa serikali yake kukabiliana na wahamiaji, akiahidi serikali yake kurejesha udhibiti wa mipaka. Tangazo lake kwa kiasi kikubwa linawalenga wageni wanaopanga kuelekea kufanya kazi nchini humo, ambapo sasa vigezo vimekuwa vigumu zaidi, huku kwa wahamiaji haramu wakikabiliwa na kurejeshwa walikotoka. Wakati akichukua hatamu ya mamlaka mwaka uliopita, Keir wa chama chake cha Leba waliahidi kupunguza wimbi la wahamiaji kuingia Uingereza. Kila sehemu ya mfumo wa wahamiaji, kazi, masomo au familia utaimarishwa ili tuwe na udhibiti. Ujuzi unaohitajika umepandishwa kiwango kufikia shahada ya kwanza. Uhitaji wa lugha ya Kiingereza katika nyanja zote, wakiwemo wategemezi. Muda unaohitajika kuomba hifadhi unaongezwa kutoka miaka 5 hadi 10, na sheria zimekuwa kali kuliko zamani, kwa sababu sheria za haki lazima zifuatwe na usipotoke. Mpango wa uhamiaji unamaanisha kushuka kwa kiwango, lakini niwe wazi, ikiwa tutahitaji kuchukua hatua zaidi, basi chukua maneno yangu, tutachukua. Kundi la kwanza la watu 50 raia wa Afrika Kusini ambao ni wazungu limewasili nchini Marekani, ambapo watapewa hifadhi ya ukimbizi na utawala wa Washington, ambao unadai kuwa raia hao wamekuwa wakiuawa kiholela. Licha ya serikali ya Pretoria mara kadhaa kuendelea kukanusha tuhuma za unyanyasaji dhidi ya wazungu wachache, Trump ameendelea mbele na mpango wake wa kuwapa hifadhi nchini mwake.
Raia hao ambao wengi ni wakulima walidai kunyanyaswa na serikali ya mashamba na mashamba yao kuporwa kwa nguvu. Afrika Kusini ambao ni wazungu limewasili nchini Marekani hapo jana, ambapo watapewa hifadhi ya ukimbizi na utawala wa Washington ambao unadai kuwa raia hao wamekuwa wakiuawa kiholela. Hata hivyo, licha ya habari hizo kutolewa namna hiyo, Rais Trump ameendelea mbele na mpango wake wa kuwapa hifadhi raia hao, na huku ameendelea kutetea uamuzi wake na kusema, We don't want to see people be killed. Hatutaki kuona watu wakiuawa. Kuna mauaji ya halaiki yanafanyika ambayo hayaripotiwi. Wakulima wanauawa na ni wazungu. Ila kwangu mimi sijali kama ni weusi au wazungu, lakini wakulima wa wazungu wanauawa kinyama na mashamba yao kunyakuliwa na serikali ya Afrika Kusini. Sijali kuhusu asili yao, rangi yao, wawe weupe au weusi, wanene, wafupi au warefu. Ninachojua ni kinachoendelea ni kibaya. Watu wanaokaa Afrika Kusini wananiambia hali ni mbaya. Hivyo basi tumewapa nafasi ya uraia. Ni sauti yake Donald Trump, rais wa Marekani. Katika hatua hiyo ni kwamba Rais Donald Trump amewasili nchini Saudi Arabia kuanzia ziara yake katika mataifa ya Ghuba, ambapo atazuru pia Qatar katika juhudi za kufanikisha makubaliano ya kibiashara. Trump ambaye ameandamana na waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio tayari amekutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman. Mkurugenzi wa uendeshaji wa utumishi wa ofisi ya rais kule Tanzania Ikulu, Rajab El Ramadan, akiambatana na maafisa mbalimbali wa ofisi ya rais Ikulu Zanzibar, amekagua eneo la Mapinduzi Square Kisongwe mkoani wa mjini Magharibi kwa ajili ya maandalizi ya shughuli za kumuaga mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar marehemu Charles Martin Hilary aliyefariki dunia tarehe 11 Mei mwaka huu jijini Dar es Salaam. Kutokana na mabadiliko ya ratiba, marehemu Charles Hilary ambaye ataagwa tarehe 14 Mei mwaka huu katika viwanja vya Mapinduzi Square Kisonge badala ya ukumbi wa Idris Abdul Wakil. Mwili wa marehemu Charles Martin Hilary utapokelewa hii leo tarehe 13 Mei mwaka huu, ambapo ni mida ya saa 11:30 jioni katika bandari ya Malindi Zanzibar, na kuzikwa tarehe 14 Mei mwaka huu saa 10 jioni katika makaburi ya Mwanakwerekwe mkoa wa Mji Magharibi. Na kwa taarifa hiyo, msikilizaji pote pale ulipo, ninapata nafasi ya kuelekea mapumzikoni ili uweze kupokea makala ya siku ya leo. Nitakapokuwa narejea, nitakuwa nasoma jumbe zako kukuletea Je Wajua na vile vile kipenga cha michezo. Wakenya wameshauriwa kutochukua hatua mikononi mwao iwapo wana mzozo wa malipo baina yao na watu wanaowadai. Hili ni baada ya maafisa wanaohudumu mahakamani, mawakili na asasi za kijamii kufanya mkutano na kueneza uwepo wa mahakama hizo nchini Kenya, huku wakiwahimiza raia kutumia koti hiyo ambayo itatatua kesi chini
ya miezi miwili. Jua haki zako na Benson Wakoli.